Wilson Mpina ambaye kweli mpaka sasa hivi ndiye mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo, ambaye anapigania haki yake mahakamani katika mahakama ya rufaa kupata fursa hiyo ya ugombea. Leo hapa tumekutana niweze kutoa taarifa chache. Kwanza kuhusu shauri la kesi ya rufaa, lakini pia namna uchaguzi mkuu ulivyofanyika, maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo leo ambayo ni tarehe 6 Disemba 2025, nataka kusema mambo machache na umma. Ndugu waandishi wa habari, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia afya na uhai kuweza kutupa kibali cha kukutana siku ya leo hapa jijini Dar es Salaam. Pia nawashukuru sana nyinyi ndugu waandishi wa habari kwa kuitikia huu wito na kuhudhuria hapa. Kipekee na kwa masikitiko makubwa nitoe pole kwa watu wote waliokumbwa na ghasia na machafuko yaliyotokea kipindi cha maandamano ya kupinga utawala ulioko madarakani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ambapo imeripotiwa watu wengi kupoteza maisha, kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu, kupotea na wengine kupoteza mali zao. Hata hivyo, msimamo rasmi wa chama changu cha ACT Wazalendo kuhusu mwenendo na matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umekwisha kutolewa na kiongozi wa chama ndugu Dorothy Jonas Sem tarehe 9 Novemba 2025, ambapo mimi Mpina naunga mkono kwa 100%. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu maandamano na matumizi makubwa ya nguvu, ni haki ya raia kuandamana ili kufikisha ujumbe wa kutokuridhishwa na mambo fulani, na hali hii ni kwa mujibu wa ibara ya 18 na ya 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya polisi na PGO, ambazo zote zinaruhusu kufanyika kwa maandamano. Rais hana mamlaka ya kuidhinisha watu kuuawa hata kama kuna ukiukwaji wa haki na uhuru. Katika kipindi hicho cha tarehe 29 Oktoba 2025 hapakuwa na vita wala hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa na rais katika mujibu wa ibara ya 31 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia hakuna uthibitisho hadi sasa kama waandamanaji hao walihatarisha usalama wa nchi. Hawakuwa na silaha na wengi wameuawa wakiwa wanakimbia kujisalimisha. Wengine walikuwa tu barabarani, wengine walikuwa majumbani mwao na wengine walikuwa sehemu za biashara. Hivyo kitendo cha kuua waandamanaji na raia wengine ambao hawakuwa sehemu ya maandamano ni kinyume cha sheria ya nchi kwa mujibu wa ibara ya 31(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo nainukuu hapa ili isionekane nazungumza maneno yangu. Katika eneo la katiba la madaraka pekee ya mamlaka za nchi, ambapo ibara ya 31 ibara ndogo ya 3 inasema, ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika ibara hii hayataidhinisha mtu kunyang'anywa haki yake ya kuwa hai isipokuwa tu kwa kifo kama matokeo ya vitendo vya kivita. Pia sheria ya polisi, sheria ya matumizi ya silaha, yani the Firearms and Ammunition Control Act na PGO zimeweka ukomo wa kutumia nguvu kubwa kupitiliza, kwamba it must be necessary, proportional and reasonable force kwa vyombo vya dola katika kukabiliana na watuhumiwa, na pia masharti hayo yamewekwa katika African Charter on Human and People's Rights ambayo Tanzania ni mwanachama. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu hatua za mtawala kuzishutumu nchi na taasisi za kimataifa zilizoingilia swala la kupinga ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji ya raia wasio na hatia nchini Tanzania. Tanzania haiwezi kusimama peke yake, kwani nchi zote duniani zinategemeana kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ifahamike kuwa haki za binadamu zinasimamiwa na sheria na katiba za kimataifa, yani International Human Rights Law, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1969 and the Universal Declaration of Human Rights of 1948, ambazo nchi
ambazo nchi yetu iliridhia na kuwa mwanachama, na hivyo hatuwezi kujitoa kwa namna yoyote. Kwa hiyo swala la haki za binadamu linalindwa na sheria za kimataifa, linalindwa na mikataba ya kimataifa, haliwezi leo tukajitoa katika mazingira ya aina yoyote. Lakini pia dunia haiwezi kunyamaza wala haiwezi kunyamazishwa kutetea haki za binadamu kwa vitisho vya aina yoyote kutoka mamlaka yoyote, na badala yake sauti ya kudai haki itazidi kuongezeka na kuongezeka zaidi, na pia ushahidi zaidi wa kuwafikisha watu hao waliohusika na mauaji hayo katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu, yani ICC. Kwa hiyo hauwezi kwa namna yoyote ile kunyamazia. Dunia haiwezi kunyamaza hata siku moja ikawaacha Watanzania hawa wauawe alafu dunia ikakaa kimya. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu kushutumu viongozi wa dini kuingilia mambo ya serikali, binafsi sioni kosa la viongozi wetu wa dini nchini, kwani wao ni sehemu ya jamii, wanayo haki ya kikatiba kutoa maoni na kueleza fikra zao kuhusu uendeshaji wa nchi yao kwa mujibu wa ibara ya 18A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba viongozi wetu wa dini waendelee kuwa na kwamba viongozi wetu wa dini wameendelea kuwa chemichemi ya upendo, haki na amani, na wamekuwa wakishauri mambo mengi yenye manufaa kwa taifa letu. Wamekuwa wakitenga muda wa kufunga na kuliombea taifa. Tumekuwa tukiwaona na kushuhudia mara kwa mara ambavyo wanavyofunga na kuliombea taifa. Hata tulipokuwa tunaelekea kwenye uchaguzi hapa, viongozi wetu walifunga na kuliombea taifa lao ili uchaguzi uweze kufanyika kwa haki na amani. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu madai ya vijana walioandamana tarehe 29 Oktoba 2025 walilipwa fedha ndio wakafanya maandamano, kauli hizi ni dhihaka kwa wananchi, kwani wananchi wanayo malalamiko ya muda mrefu kwa serikali ambayo imeyapuuza, kama utekaji, kuuawa kwa wananchi kuuawa kwa wananchi, kupotea, kuminywa kwa demokrasia, kubambikizwa kesi, kuminywa kwa uhuru wa kuabudu, kushamiri kwa vitendo vya rushwa na ufisadi, ajira na teuzi za upendeleo serikalini. Ukweli ni kuwa haya maandamano yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni matokeo ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kupuuza vilio, maoni na malalamiko ya wananchi walioyatoa kwa muda mrefu, na ya kuonyesha kutokuridhishwa na utendaji wa serikali. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa kuwa chama kitakachopuuza maoni ya wananchi kinaweza kikalia kilio, asipatikane mtu wa kupangusa machozi. Ninachowaambia CCM na vyama vingine vile vile, lazima msikilize wananchi wanasema nini. Kama nilivyoeleza, maumivu na malalamiko ya Watanzania katika vipengele namba 5 na 6 ambayo mtaona huko mbele, ambapo walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Pia tuhuma za kupewa fedha ambao walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Lakini pia hata kama tuhuma hizo za kupewa fedha waandamanaji, basi tungeambiwa kwamba hizo fedha zilitoka kwa nani, zimegawiwa kina nani, kwa utaratibu gani, na kiasi gani alipata kila mtu, badala ya kutoa shutuma tu za kiujumla. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu nchi za kigeni kuwa nyuma ya machafuko haya na kwamba wanamezea mate rasilimali zetu, kauli hizi zinaweza kuharibu mahusiano yetu kimataifa bila sababu za msingi, kwani sera ya mambo ya nje ya nchi yetu ni ya kutofungamana na upande wowote. Kwa hiyo nchi zote ni marafiki, na tumekuwa tukishirikiana na nchi hizo zote kulinda amani na shughuli za maendeleo tangia uhuru. Mataifa hayo ya kigeni ambayo tumekuwa tukishirikiana nayo hapa nchini kwetu, tunategemea misaada na mikopo zaidi ya 30% ya bajeti ya serikali, misamaha ya huduma za kiafya na ulinzi na usalama. Kwa namna yoyote hatuwezi kupuuza mchango wa mataifa haya mpaka tukaanza kuhoji kwamba hatujui wao ni akina nani. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, kwamba wanamezea mate rasilimali zetu. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, tunaingia mikataba mibovu kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya bunge. Leo tunataka kumsingizia nani? Mikataba hii mibovu ya rasilimali tunaingia sisi wenyewe. Leo tunataka kumsingizia EU, tunataka kumsingizia Marekani, tunataka kuisingizia Uingereza, tunataka kuisingizia Urusi,
tunataka kuisingizia China na kwingineko. Hii ni hapana na hapana tena. Tusirushe lawama kwa mataifa mengine kwa matatizo tuliyoyasababisha sisi wenyewe, watu wengine. Hapana. Kwa muktadha huo, nachukua fursa hii kuzipongeza jumuiya na taasisi za kimataifa ikiwemo uangalizi wa SADC, uangalizi wa EU, bunge la Ulaya, EU, Kamisheni ya Umoja wa Mataifa Kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, nchi marafiki na jumuiya zingine kuonyesha kutokuridhishwa na matendo ya ukiukwaji wa haki za binadamu na uminywaji wa demokrasia nchini Tanzania na kuvunjwa kwa katiba ya nchi. Na pia nchi ya Marekani kama tulivyosikia majuzi inafanya tathmini upya wa kina ya mahusiano wake na Tanzania kutokana na matukio yanayoendelea ya kugandamiza uhuru wa dini, uhuru wa kujieleza, kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara ya uwekezaji wa Marekani na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi Oktoba 29 mwaka wa 2025, na kwamba nchi hiyo imekataa kufumbia macho matendo hayo. Pia balozi 17 ikiwemo Uingereza, Canada, Norway, Uswizi, Ubelgiji, Denmark, Ufini, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Italy, Uholanzi, Poland, Slovakia, Hispania, Uswidi na Umoja wa Ulaya simelaani mauaji nje ya utaratibu wa sheria, kupoteza watu, ukamataji wa watu kiholela, ufichaji wa miili na waliopoteza maisha kwenye machafuko ya tarehe 29 Oktoba 2025, na kutoa wito kwa mamlaka husika kukabidhi miili ya marehemu kwa familia zao haraka iwezekanavyo na kuachilia huru wafungwa wa kisiasa. Sasa haya nayo tunaweza kusingizia kwamba tunasingiziwa, si ndio yaliopo? Makanisa ya kina Gwajima yamefungiwa, si ndio yaliopo? Tunaweza kusema kwamba haya yameletwa na watu wa Marekani au tumefanya sisi? Pia vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo CNN, Al Jazeera, BBC, Deutsche Welle, Voice of America, vyombo vya habari vya kikanda hususan vya nchi ya Kenya, na mimi na highlight kabisa hususan vyombo vya habari vya nchi ya Kenya, na taasisi za kimataifa ikiwemo Amnesty International, Human Rights Watch na kadhalika, kwa kupaza sauti na kuujulisha ulimwengu kile kinachotokea kwenye machafuko haya sambamba na hatua zinazofaa kuchukuliwa kulinusuru taifa letu. Kwa hivyo vyombo vya habari hivi vimesaidia sana ili dunia ijue mambo yanayofanyika Tanzania, ulimwengu ujue namna haki za binadamu zilivyo kiuko kwa kiwango cha mwisho katika nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu ushindi wa 97%, maelezo yake hayana ukweli, kwani chama cha ACT Wazalendo hakijawahi kumwogopa Samia wala hakijawahi kuiogopa CCM katika kinyang'anyiro cha nafasi yoyote: urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, urais wa Zanzibar, ubunge, uwakilishi na udiwani. Isipokuwa yeye ndiye anamuogopa Mpina, anamuogopa Bi Fatima Fereji, anakiogopa chama chetu cha ACT Wazalendo. Na ndio maana nilienguliwa na INEC kwa hila, kwa kuzuiwa getini kurejesha fomu ya uteuzi zilizokuwa zimejazwa kikamilifu, wadhamini pamoja na kiapo Mahakama Kuu, na kukamilisha taratibu zote za malipo ya milioni 1, na hata baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara Kuu ya Dodoma kunirejesha kwenye mchakato wa kugombea. Hivi sasa mtawala anajua fika kuwa kesi iko Mahakama ya Rufaa ya Tanzania, na wakati wote kuanzia sasa mahakama inaweza kuamua chochote, ikiwemo kufuta uchaguzi na kuamuru uchaguzi huo urudiwe, na hivyo mechi ikaanza upya. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania kama itaendelea kukalia kimya kesi yetu, tutapeleka mashtaka hayo katika Mahakama ya Afrika ya Mashariki, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, na kupeleka vielelezo mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani ICC The Hague. Ndugu waandishi wa habari, mgombea wa urais wa Zanzibar ndugu Osman Masudi Osman alimaarufu Omo alinyang'anywa ushindi kwa nguvu huko Zanzibar, na wagombea wa ubunge, uwakilishi, udiwani walipokonywa ushindi kwa nguvu, na wengi wamefungua kesi katika mahakama kuu za Tanzania bara na Tanzania na Zanzibar kupinga matokeo hayo. Hivyo CCM haiwezi kuwa tishio kwa ACT Wazalendo na wala haiwezi kuwa tishio
kwa mpina. Serikali imeshindwa kutenga muda wa kushiriki mazishi, kuhani, wala kupeperusha bendera ya taifa nusu mlingoti kama ishara ya kuwaenzi wa Tanzania hao wasio na hatia waliopoteza maisha. Na kama mila na desturi ya taifa letu, tunapopata majanga makubwa kama haya huwa tunatenga muda wa kuomboleza. Lakini kipindi hiki imekuwa tofauti kabisa. Serikali inaendelea na shughuli zake, bunge linaendelea na shughuli zake, hakuna bendera kupepea nusu mlingoti, kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Wala hatujaona kiongozi yote akishiriki hata kwenye mazishi ya watu wa ndugu zetu hawa ambao wamepoteza maisha. Itakumbuka rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin William Mkapa alitangaza siku 3 za maombolezo na bendera ya taifa ilipepea nusu mlingoti kutokana na ajali ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba. Leo maelfu kwa maelfu ya watu, hakuna bendera kupepea nusu mlingoti na wala vinginevyo. Hivyo idadi ya mwitikio wa kupiga kura iliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya watu milioni 31 ambao ni sawa na 87% ni ya kufikirika na haina ukweli wowote. Matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Taifa, lakini pia hata tumeangalia wale waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa ambao wote wamesema kwamba uchaguzi wa Tanzania ulikuwa umejaa udanganyifu na haukuwa huru na hauna hata viwango vya kimataifa ya chaguzi za demokrasia. Hivyo matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hayana ukweli na hayaakisi uamuzi wa wananchi. Aidha ifahamike pia kuwa hakuna fidia itakayotolewa ya damu zilizomwagika za maelfu ya Watanzania isipokuwa ni kwa kuwajibika kwa serikali ikianza. Suala la kuwajibika halijaanzia Tanzania, ni la dunia nzima. Mtakumbuka mwaka 2007 aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair alijiuzuru nafasi yake ya waziri mkuu kutokana na matumizi makubwa ya nguvu yaliyosababisha vifo vya raia wasio na hatia, walemavu, kubakwa, kupoteza maisha, kupotea huko nchini Iraki katika vita ya operation ya kumuondoa rais wa Iraki Saddam Hussein kwa madai kuwa jeshi lake lilikuwa na silaha za maangamizi, yani WMD and Scud missile. Pia huko nchini Uingereza. Sasa hapa tunaona rais wa Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza anatenda resignation kwa watu waliouawa wa nchi nyingine, kwa watu walioonewa, kwa mazira walioyapata watu wa nchi nyingine, lakini akalazimika kujiuzuru kutokana na ukandamizaji na uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu uliokuwa umefanyika. Pia huko nchini Nepal, waziri mkuu KP Sharma Oli amejiuzuru kutokana na kashfa ya vifo watu 22 waliouawa katika maandamano ya kupinga ufisadi nchini Nepal. Sasa yeye alijiuzuru, watu 22 tu wamekufa. Leo sisi ni maelfu na mpaka hata serikali haiwezi kutaja idadi, lakini hamna mtu aliyewajibika hata mmoja mpaka sasa hivi. Lakini kule waziri mkuu aliondoka. Katika siku za hivi karibuni kumeibuka vuguvugu kubwa la mapinduzi ya kijeshi, yani military coup, katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo Burkina Faso, Gaboni, Guinea, Mali, Niger, Sudani, Madagascar na Guinea Bissau. Kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kushamiri kwa rushwa na ufisadi katika nchi hizo, udanganyifu na wizi wa kura katika chaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu na kuzorota kwa hali ya usalama, kuminywa kwa demokrasia, kuingia mikataba mibovu na kuhamisha rasilimali za umma na kujimilikisha, usiri katika mikopo na ukosefu wa ajira. Ajira na teuzi kutolewa kwa kigezo cha ndugu jamaa na marafiki na kadhalika. Ndugu waandishi wa habari, Umoja wa Afrika umekuwa ukilaani na kupata jaziba ya mapinduzi hayo na kuzisimamisha nchi hizo zinazotawaliwa kijeshi kushiriki vikao vya AU, jambo ambalo linazoofisha umoja huo. Badala ya AU kuweka vikwazo kwa nchi zilizopinduliwa, ilipaswa kuweka utaratibu unaoelewekwa wa kuwajibisha marais wa nchi wanachama wanaoshindwa kulinda katiba ya nchi zao na kuwajibika kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuwashinikiza kuachia ngazi kabla ya kupinduliwa. Marais wa nchi za Afrika wajishughulishe na matatizo ya wananchi badala ya kukalia kupongezana. Kwa hiyo tuna shida kidogo katika bara la Afrika ambapo viongozi katika bara la Afrika wenyewe kazi kubwa ni kupongezana. Fulani ameshinda, utaona pongezi pale pale. Lakini kama fulani anavunja sheria, anavunja katiba ya nchi, amepinduliwa, nchi za Afrika ni za kwanza kulaani kwamba amepinduliwa. Lakini wakati yeye anafanya maovu ya kuvunja katiba ya nchi katika nchi husika, hakuna mtu anajali.
Hata sasa hivi watu wameuawa idadi isiyojulikana. Hakuna mtu anayejali wala kuchukua hatua katika mabara yetu ya Afrika, na badala yake wanachukua watu wa nchi zingine kuja kutusaidia sisi Afrika. Ndugu waandishi wa habari, kusipofanyika mabadiliko, marais wa Afrika wataendelea kupinduliwa kila uchao. This is unstoppable force of change ambayo inaongozwa na vijana wa kizazi kipya, yani Gen Z, ambao kwa sasa 15% ya nchi za Afrika zimeshapinduliwa na zinaongozwa kijeshi, huku wananchi wakifurahia utawala huo na kuishi kwa amani. Mfano huko nchini Burkina Faso kwa Captain Ibrahim Traore, naona wananchi wa nchi ya Burkina Faso wanakula maisha safi kabisa kuliko hata utawala wa kisiasa. Uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 ufutwe na kuitishwa uchaguzi mwingine ndani ya siku 90. Jambo la tatu ninalotaka kulieleza kwenu ni kuwaeleza hali ya kesi ambayo nilikata rufaa, lakini uchaguzi ukafanyika, mimi nikiwa mahakamani nasubiri rufaa yangu kusikilizwa. Kukata rufaa. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba mnamo tarehe 21 Oktoba 2025 nilijulisha umma kuwa nimekata rufaa katika mahakama ya rufaa ya Tanzania kupinga uamuzi wa mahakama kuu ya Tanzania kuhusu shauri la kikatiba namba 24027 la mwaka 2025 na kupinga kuenguliwa kwa INEC kupinga kuenguliwa na INEC katika kinyang'anyiro cha kugombea urais kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Tarehe 22 Oktoba nilimwandikia barua Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju kumwarifu kuwa nimekamilisha taratibu zote za ukataji wa rufaa na nimeshawasilisha rufaa yangu hiyo kwa hati ya dharura. Kwa hati ya dharura kwa shauri namba 2122 ya mwaka 2025 na kumwomba apange jopo la majaji na kuanza kusikiliza kabla ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ambao ulipangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025, na ili kulinda haki yangu ya kugombea katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kulinda haki ya wapiga kura katika uchaguzi huo. Mnamo tarehe 23 Oktoba nilipokea majibu kutoka kwa Jaji Mkuu wa Tanzania kupitia barua yake yenye kumbu namba SAB kubwa 184/378/01A kubwa, ambapo katika barua hiyo alikiri kupokea nyaraka zangu zote za ukamilifu wa kufunguliwa kwa rufaa katika mahakama ya rufaa, ambapo nyaraka zote kuanzia notice of appeal, memorandum of appeal, record of appeal, ambapo kwa ujumla hadi ilipofika tarehe 23 Oktoba 2025 ambapo kitabu cha rufaa chenye kurasa 448 kilikabidhiwa katika mahakama hiyo na kwa mujibu wa rufaa. Kwa hiyo kitabu hiki chenye kurasa 448 kurasa 448 kilikabidhiwa, ambacho kinaeleza kila kitu na kimeweka nyaraka zote zinazotakiwa kwa ajili ya kukamilisha hatua ya kukata rufaa. Pia na baadaye Mheshimiwa Jaji Mkuu alitualika kuhudhuria kikao cha pamoja Dodoma. Mimi mpeleka rufaa pamoja na chama changu, lakini na upande wa wajibu rufaa ambao ni mwanasheria mkuu wa serikali, na alihudhuria kikao hicho cha tarehe 24 ndugu Hamza Saidi Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, ndugu Ali Posi, wakili mkuu wa serikali, ndugu Maki Mwalwambo, wakili wa serikali, ambao wote tulihudhuria mbele ya Jaji Mkuu Mheshimiwa George Masaju akiwa na maafisa waandamizi wa mahakama ya rufaa. Na siku hilo aliendesha kikao hicho ambacho yeye alikiita ni kikao cha utawala cha mashauriano, ambao yeye alisema kwamba ni kikao cha mashauriano. Na katika kikao hicho alitutaka upande wa sisi waleta rufaa kuithibitishia mahakama kwamba taratibu zote tulikuwa tumezikamilisha, kama kanuni zote za mahakama ya rufaa tulikuwa tumezikamilisha, jambo ambalo tulilifanya vizuri kupitia mawakili wetu, tukaeleza na tukaonyesha kwa ushahidi na vielelezo vyote kuhusu ukamilifu wetu. Nimekuwa hapa nikionyesha, hii ndio barua ambayo ya kwanza kabisa nilimwandikia kumwandikia Jaji Mkuu wa Tanzania, lakini pia
barua ambayo na yeye aliniandikia kujibu barua yangu na kuniandika na kutualika kuhudhuria kikao cha tarehe 24. Yote haya yalifanyika, na siku hiyo tukaenda mbele yake tukathibitisha kwamba sisi tumecomply matakwa yote ya kisheria ya kufungua shauri hilo la rufaa, na kwamba tumekizi hata haya matakwa ya shauri letu kusikilizwa kwa dharura na kuamriwa kwa dharura kwa ajili ya kuwahi tarehe 29 Oktoba ili haki yetu ya kugombea isipotee. Jambo linaloleta taswira isiyo, pamoja na rai ambayo amekuwa akiitoa Jaji Mkuu kuhusu kutoa haki kwa wakati, na pamoja na kuwasilisha shauri hili kwa hati ya dharura, Jaji Mkuu kujiridhisha na uzingativu wa kanuni na taratibu za mahakama ya rufaa, shauri hili hadi uchaguzi unafanyika tarehe 29 2025 na hadi sasa halijapangiwa jopo la majaji wala kuitisha kusikilizwa, wala Mheshimiwa Jaji Mkuu hajatupa mrejesho wowote juu ya mkwamo huo. Yani licha ya kutuita kwenye kikao cha pamoja sisi wale wapeleka rufaa pamoja na wajibu rufaa, na tukakaa kwa pamoja na tukakubaliana kwamba taratibu zote zimefuatwa na hakuna kipingamizi chochote, bado Jaji Mkuu hakuteua jopo la majaji, bado hakuisikiliza kesi hii yetu. Jambo hili linaleta taswira isiyo ya afya juu ya nafasi ya mahakama katika kulinda katiba, utawala wa sheria pamoja na haki za msingi za raia. Aidha, jambo hili linaweza kutilia shaka juu ya uhuru wa muhimili wenyewe na wengine kuanza kufifisha muhimili wenyewe, na pengine kuanza kufifisha imani ya wananchi kwenye muhimili wa kutoa haki, yani mahakama, ambapo kwa mujibu wa ibara ya 108 ndio chombo cha mwisho cha utoaji wa haki nchini. Pamoja na kuwasilisha ombi la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi wa rais mwaka 2025 hadi hapo mahakama itakapokuwa imesikiliza na kuamua shauri hilo, lakini mahakama ikaruhusu uchaguzi uendelee, kutangaza matokeo na hatua ya kuapishwa kwa rais, jambo ambalo lilifanyika kinyume na ibara ya 3(1), 5(1), 8(1), 13 na ibara ya 108A kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao na mimi nilikuwa surprised kwa sababu mimi najua kwamba niko mahakamani na nimekizi, na mimi toka siku ya kwanza kabisa nilienda mahakamani. Hakuna mahala siku ile tu nilipoinguliwa kinyemera nikaenda mahakama, na nilikuwa nikienda kwa hati ya dharura, kwa certificate of urgency katika muda wote wa kesi zangu, tena extreme certificate of urgency. Lakini tumemaliza mazungumzo, Jaji Mkuu hamna communication, hakuna hata tulipojaribu kutafuta kwamba kuna jambo lolote linaloendelea, hakuna, mpaka siku uchaguzi unafanyika, na mpaka naona anamwapisha mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Uamuzi huo na huku tukijua kwamba sisi wote tulikuwa tumeenda kwenye uchaguzi, muhimili peke yake, kwa sababu bunge lilikuwa kwenye uchaguzi, serikali ilikuwa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo muhimili pekee uliokuwa umebaki kwa ajili ya justice, kwa ajili ya kutenda haki, ulikuwa ni muhimili tu wa mahakama peke yake. Sasa mambo yakafanyika hivyo yalivyofanyika. Uamuzi huo umeninyima haki ya kugombea na chama changu kukosa mgombea kwa nafasi ya urais na makamu wa rais, na kupelekea kuzorota kwa kampeni za ugombea udiwani, uwakilishi, ubunge na urais, kufanya baadhi ya wagombea wa chama cha ACT Wazalendo kuamua hata kujiengua kwenye uchaguzi. Iliharibu sana mfumo wa kampeni kwenye chama chetu, kwa sababu watu waliokuwa wamegombea udiwani kule, waliogombea ubunge, wanapoangalia huko wanaona kwamba mgombea wa urais hayupo, wanakosa ustahimilivu, wengine wanaamua hata mpaka kujiengua. Na wakiangalia kwamba vyama vingine vyote vinawagombea wa urais, vinagombea wa makamu wa rais, wanaenda huku na huku kuwaombea kura, alafu wao hawana nafasi hiyo. Ndugu waandishi wa habari, uamuzi huo umeninyima haki ya kugombea na chama changu kukosa mgombea kama nilivyokwisha kusema. Ndugu waandishi wa habari, licha ya hasara ndani ya chama, lakini pia Watanzania wenye sifa ya kupiga kura zaidi ya milioni 37 walinyimwa uhuru wa machaguo ya nafasi ya rais, kwani Watanzania milioni 61 wakakosa viongozi stahiki. Haikutegemewa kwa nchi inayofuata misingi ya katiba, sheria na utawala bora kuruhusu uchaguzi kufanyika huku kukiwa na kesi mahakamani na ya miongoni mwa mgombea wa nafasi ya rais ya kupinga kuenguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Taifa letu haliwezi kupata viongozi kwa njia ya ujanja.
kwani hii ni nchi ya demokrasia inayoendeshwa kwa mfumo wa siasa ya vyama vingi. Hakuna atakayefanikiwa uongozi kwa njia ya mkato, hila, mabavu na kutumia vyombo vya dola, kwani taifa letu haliongozwi kitikiteta. Hatutanyamaza, tutapaza sauti kwa jumuiya za kimataifa, kikanda, hadi Umoja wa Mataifa UN na duniani kote kupinga mambo haya. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania kama mkuu wa mhimili na ambaye amekuwa akihubiri utoaji wa haki kwa wakati, atekeleze adhima hiyo kwa vitendo, kwa kuunda jopo la majaji kusikiliza na kuamuru shauri hili la rufaa namba 2122 kwa maslahi mapana ya taifa letu, na kuthibitisha umma kwamba mahakama yetu bado ni chombo cha mwisho cha utoaji wa haki ambacho kinatakiwa kiendelee kuaminiwa na wananchi ambao kwa kiwango kikubwa katika siku za hivi karibuni. Kwa mfano, tuchukulie huyu jaji mkuu wetu huyu, kama kesi ingekuwa ya CCM inayopinga kuenguliwa, angeruhusu uchaguzi uendelee. Jaji mkuu George Masaju ambaye anaruhusu uchaguzi uendelee, shauri la rufaa limeshafunguliwa na liko mezani kwake, liko mikononi mwake. Ingekuwa ni CCM anayelalamika, angeruhusu uchaguzi uendelee. Lakini si wote. CCM ni chama cha siasa tu. ACT Wazalendo ni chama cha siasa ambao wote tunasimamiwa na katiba hii. Kwa nini utekelezaji wa katiba ukifika kwa watu wengine utaratibu unabadilika, na ukifika kwa mtu mwingine utaratibu unabadilika? Huo ni uonevu na ukandamizaji mkubwa wa demokrasia na mahakama kutokutenda haki kwa wananchi. Na mahakama zetu kutokana na kutokutenda haki kwa wananchi kwa namna hii, ndio maana hata wakati mwingine zinasababisha haya matatizo makubwa tunayapata, kwa sababu ya kukosa refa sahihi wakati sahihi. Ndugu waandishi wa habari, swali kubwa la kujiuliza, nini kilichompa kigugumizi Mheshimiwa Jaji Mkuu akashindwa kuunda jopo la majaji kusikiliza rufaa yangu, licha ya kikao cha kiutawala alichokiita yeye kuwa ni kwa minajili ya kukamilisha taratibu na kuanza kusikiliza rufaa kabla ya tarehe 29 Oktoba 2025. Barua niliyomwandikia Jaji Mkuu, naendelea kusema pia kwamba barua niliyomwandikia Jaji Mkuu, narudia kusema kwamba pamoja na barua niliyomwandikia Jaji Mkuu, barua aliyoniandikia yeye aliyonijibu, pamoja na muhtasari wa kikao cha kiutawala ambacho tulikaa sisi waleta rufaa na wajibu rufaa na yeye Jaji Mkuu, muhtasari huo, nyaraka hizo zote zitabaki kuwa kumbukumbu kwamba wakati uchaguzi unafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 tarehe 29 Oktoba 2025 ulifanyika huku rufaa ikiwa mikononi mwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Ndugu waandishi na wanahabari, pamoja na kuendelea kumsisitiza Jaji Mkuu wa Tanzania kupeleka kusudio, tumepeleka kusudio la kuwasilisha mashtaka katika Mahakama ya Afrika ya Mashariki EACJ. Tumepeleka kusudio la kupeleka malalamiko yetu Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, yani the African Court on Human and People's Right, na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, yani ICC, ili kuwezesha haki itendeke kwa uwazi na kwa ukweli. Eneo nalotaka kuzungumza jingine ni hili eneo la uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Mazingira ya siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025 katika zoezi la kupiga kura, kuhesabu na kutangaza matokeo yalishatolewa. Kauli ya chama chetu imeshakwisha kutolewa, ingawaje na mimi hapa nitajaribu kusisitiza, na kwa sababu chama kilieleza kwa kina sana, naomba hili jambo niliruke. Walieleza namna uchaguzi ulivyofanyika na mambo mengine yalivyoendelea. Sasa ninachoweza kusema tu kwamba katika hili eneo chama kilishatoa ufafanuzi namna ambavyo kura zilivyopigwa. Endapo bei hizi zingesimamiwa vizuri, serikali ingekuwa inasimamia vizuri maeneo haya, bei ya mazao haya yote yasingekuwa chini ya shilingi 3500 kwa kilo.
Wakulima hao wamepaza sauti wakilalamika mifumo mibovu ya ununuzi wa mazao, kupunjwa bei na kukopwa mazao yao. Mfano, wakulima wa tumbaku wamekopa zaidi ya bilioni 12.25. Wakulima hawa kwa vyovyote vile wakatwe bei ya mazao yao imeporomoka. Wamewekewa mfumo wa masoko ambao hauzingatii sheria na sera za soko huria. Wanaibiwa kwenye bei, wanachelewa kulipwa, wanakopwa. Leo tujiulize, wafugaji wanaohangaika usiku na mchana kutafuta malisho na maji ya mifugo yao, kuwindwa na wengine kuuawa kama wanyama, wafugaji waliotaifishiwa mifugo yao na kuuzwa kiholela, wafugaji waliofukuzwa kwenye maeneo yao na kunyang'anywa mashamba yao, wafugaji ambao mifugo yao inakufa kwa magonjwa, wafugaji ambao kila leo wanafukuzwa, mara hameni huku, mara mifugo yenu toeni huku, mara fanya kile. Leo hii wafugaji hao, jiulize wavuvi ambao maeneo yao ya wavuvi sasa hivi wanavua mpaka raia wa kigeni wanavua kwenye maji yao. Samaki wamepungua kwa 50%. Maeneo mengine ya kuvua yamesimamishwa, yamefungwa wasivue ili kwa ajili ya samaki waweze kuongezeka. Samaki wamepungua kwa 50% katika maeneo yetu ya mavuvi. Kwa hiyo wananchi wengi kubaki waliokuwa wanategemea maisha ya uvuvi, sasa hivi maisha ni magumu. Wananchi hao, wachimbaji wadogo ambao wamefukuzwa kwenye maeneo yao ya uchimbaji, wamenyang'anywa maduara, wamewekewa utitiri mkubwa wa kodi na tozo. Maeneo ya uchimbaji yamekabidhiwa raia wa kigeni. Wachimbaji wadogo hao, unakuta watu wanafukuzwa kwenye maeneo yao ya uchimbaji. Mnakuta mnachimba, mnaambiwa hili eneo ni la mwekezaji. Mnakuta mnachimba, mnaambiwa hili eneo tumempa mwekezaji, kwa hiyo nyinyi ondokeni. Na mara nyingi maeneo mengi yamechukuliwa sasa hivi na wawekezaji wa kigeni. Na wananchi kufukuzwa, vijana wa Tanzania wenye rasilimali zao wamefukuzwa na kuwekwa mgeni. Wananchi hao, wachimbaji hao wadogo, hawezi kuichagua CCM. Tujiulize, sekta binafsi, wafanyabiashara, wajasiriamali, wawekezaji wazawa wanaonyimwa kazi na kupewa raia wa kigeni, wanaowekewa utitiri mkubwa wa kodi na kufilisiwa, na ukadiriaji mkubwa wa kodi usiozingatia mtaji wa biashara. Unaenda pale unaikuta taasisi ya kukusanya kodi TRA inampelekea mwananchi pale kodi ambayo ni kubwa kuliko hata mtaji alionao. Madeni makubwa ya wazabuni na wakandarasi. Ukiambiwa kwamba kuna deni kubwa la wazabuni na wakandarasi, ujue kwamba ni wazabuni wa ndani. Wazabuni na wakandarasi wa nje wote wanalipo kwa wakati, lakini Watanzania wamekopwa. Kuua soko la ndani. Soko la ndani linauawa na kukaribisha bidhaa za kutoka nje ya nchi. Ukosefu mkubwa wa mitaji na kusumbuliwa na mikopo mpaka ya kausha damu. Kwa vyovyote vile, wafanyabiashara hawa na wajasiriamali hawa wa sekta binafsi hawawezi kuichagua CCM. Hawawezi. Leo tujiulize, vijana wanaokosa ajira 80%. Kati ya vijana milioni 1 wanaoenda kwenye soko la ajira kila mwaka, wengine wametoka vioni, wengine wametoka shule sekondari, wengine wametoka maeneo mbalimbali, wengine wametoka vyuo vikuu. Milioni 1 kwa mwaka, wanaopata ajira ni 200,000 tu. Maana yake wale 800,000 wote hawapati ajira sekta binafsi, hawapati ajira serikalini. Lakini na mbaya zaidi, mpango serikalini wa namna ya kuwasaidia hao vijana haupo. Na ndio maana mnaona kwamba serikali inaweka kipaumbele cha kuwasaidia magari ya kifahari wagombea wa urais. Yakanunuliwa magari 18. Na mimi la kwangu nilikataa pale. Magari yale yote ya milioni ya fedha, hamna la chini ya milioni 500, milioni 500, 600. Kwa hiyo ina maana katika magari 18 unazungumzia bilioni 9 bilioni. Fedha hizi ungezipeleka kwa vijana, ungesaidia vijana wangapi kupata mitaji? Unaenda kununua magari ya kutumia siku 60 tu. Siku 60 tu. Na mimi la kwangu nilo likataa, maana yake halina matumizi. Kwa sababu kama linunuliwa kwa ajili mimi nizunguke nalo kuomba kula, na sikuenda kuomba kula, nilikuwa mahakamani na nilinyang'anywa na nilikataa gari hilo, maana yake lilibaki pale halina kazi. Lakini wamekuwa kishuhudia zabuni, kandarasi hata za shughuli tu katika majenzi ya barabara, majenzi ya shughuli za umeme, majenzi ya shughuli za maji mbalimbali, wanapewa wageni. Hata kwa shughuli ambazo zabuni na kandarasi wangeweza kupewa vijana wa ndani, lakini wanapewa wageni. Miradi mingi mbalimbali ukiambiwa ya ubia, ni kampuni la kutoka nje limekuja kuwekeza hapa. Vijana wa Kitanzania wao wanakuwa ni vibarua.
Viwanda vya hapa ndani vinaruhusiwa bidhaa za kutoka nje ya nchi ili zije ziue biashara ya hapa ndani, ziue soko la hapa ndani. Kwa hiyo hata vijana walioko wanaolima sukari, wanaolima miwa, viwanda vya sukari vinapouawa hawezi kupata ajira. Wanaolima alizeti, yanaporuhusiwa mafuta mengi ya kutoka nje ya nchi, wanakuja kuuawa soko lao, hawezi kujiajiri. Lakini na matokeo yake ndio unakuta serikali inalia, unajua tunalilia ajira kwa vijana, wanakimbilia leo eti kwenda kuanzisha wizara ya maendeleo ya vijana. Itasaidia nini wakati mifumo yote ya ajira ya vijana imeuawa nchini? Vijana wameenda kwa mwekezaji pale, ameajiriwa mkandarasi, halipwi mkandarasi huyo mabilioni ya fedha. Hamwezi kutengeneza ajira. Viwanda vinafungwa, hamwezi kutengeneza ajira na wala hamwezi kuwasaidia vijana. Lakini hakuna hata taasisi ambayo inafuatilia haya matatizo ya vijana walio nayo, hakuna. Kwa hiyo hata wizara iliyoundwa eti ya maendeleo ya vijana haiwezi kuleta matokeo yoyote. Leo tujiulize, wafanyakazi wanaolipwa mishahara midogo, wenye malimbikizo makubwa ya madai na stahiki zao, nchi yetu imefika huko. Wafanyakazi hawa kwa vyovyote vile hawezi kuichagua CCM. Mtumishi ambao unalipwa mshahara ambao unaisha tarehe 10. Maisha magumu, bidhaa zimeruhusiwa kupanda bei, nauli zimepanda, mafuta yamepanda, na wengine wanaishi mbali hata na eneo la kazi, hawana makazi, anatumia kahera hapo kwa mshahara kusafiri kila siku. Lakini wazee wetu wastaafu waliolitumikia taifa hili kwa uzalendo mkubwa, amemaliza miaka yake 60 na anastaafu kwenda nyumbani, anaambiwa bwana, wewe mafao yako bado. Mara mwajiri wako alikuwa atumi michango yako. Anazunguka mzee wa watu. Wengine mpaka wanafariki bila kulipwa mafao yao. Wazee hawa pamoja na ndugu zao hawezi kuichagua CCM. Madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vitongoji hawalipi maslahi yao. Lakini viongozi wengine wote wa serikali, kuanzia mtendaji wa kijiji mpaka rais, wanalipwa mishahara, hawajitolei. Lakini diwani, mbunge, mwenyekiti wa diwani, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, wao ni kujitolea. Kwa nini hawa viongozi wengine wanaofanya kazi za umma hizo wao hawajitolei, lakini hawa mnalazimishwa wajitolee? Viongozi hawa wana kinyongo kikubwa na serikali. Leo tujiulize, waumini ambao wamefungiwa makanisa yao, kunyimwa haki ya kuabudu, waumini hawa leo, kanisa kama la Gwajima lile la Askofu Gwajima limefungiwa kwa zaidi karibia miezi 5 sasa bila sababu za msingi, na limekuja tunaambiwa kwamba limefunguliwa bila kuelezwa sababu za kufungiwa na sababu za kufunguliwa, ambayo hiyo yote ni kuona tu kwamba ni ugandamizaji wa haki ya kuabudu hapa nchini. Waumini hawa leo wamekosa kuabudu miezi 5. Unawalipa na nini kiroho? Unawalipa na nini kiroho? Waumini hawa pamoja na ndugu zao wengine kwa vyovyote vile hawezi kuichagua CCM. Tujiulize, wananchi walioshindwa kugharamia gharama za matibabu ya magonjwa ya figo, moyo, kisukari, shinikizo la damu, kansa na kadhalika, wananchi wanaonyimwa miili yao ya marehemu ya ndugu zao kwa sababu ya kushindwa kulipia gharama za matibabu na gharama za kuhifadhi mwili. Wananchi hawa, niliwahi kusema kwamba gharama za matibabu za mgonjwa wa figo zinakwenda mpaka kwenye milioni 25 kwa mwaka. Ni wananchi wangapi wanaoweza kuzigharamia hizi? Lakini fedha zile zilizoko serikali zinachezewa tu. Watu wanafanyia anasa tu, ambazo zingeweza kugharamia hawa wananchi. Tukalipa bure, wakatibiwa bure. Wamelalamika, wamelia, wewe milioni 25 utauza mashamba, utauza nyumba, utauza nini? Yani mpaka utafilisika, mpaka utasema tu ndugu yako huwezi tena kumtibu yani. Lakini wananchi hao wamelia kilio cha muda mrefu, hawapati msaada wote kutoka kwenye serikali hii ya awamu ya 6. Leo tujiulize, wananchi wanaoadhibiwa kwa makosa mbalimbali. Leo tujiulize, wafugaji wengine walioshinda kesi mahakamani, mifugo yao ilitaifishwa na serikali, wameenda kushinda kesi mahakamani, wanatakiwa mifugo ile irudishwe. Leo zaidi ya miaka 5 wafugaji hao hawajarudishwa mifugo yao. Kwa vyovyote vile familia hizi zina hasira na serikali. Mahakama ilishaamua. Nani aliyekataa huko serikalini? Kwa kuwachukia au kwa ajili ya nini? Mahakama imeshasema warudishwe mifugo yao au walipwe fidia. Serikali mpaka leo imekaidi amri hiyo. Lakini watu wengine wakilalamika kidogo tu wamelipwa.
tumeenda kulipa mpaka fedha huko za kule Aksidi kule, tutaenda kuziona huko mbele ya safari. Lakini wananchi wenu hapa mifugo yao mmeitaifisha, mmeiuza kiholela. Leo wameshinda kesi mahakamani, mmekaidi kuirudisha. Familia za wafugaji hawa kwa vyovyote vile hawezi kuipenda CCM. Tujiulize, wananchi wanaoishi jirani na maeneo ya hifadhi, wanaokanyagwa na tembo kila leo na kufa. Kule wilayani kwangu Tume wameshakanyagwa watu zaidi ya 20 na kuuawa. Sasa chukulia kwa nchi nzima, ni mamia ya wananchi wameuawa na tembo. Lakini pia tumeona migogoro ya ardhi isiyoisha, ajali za barabarani kwa miaka 5, wananchi wamefariki 7639 na waliojeruhiwa ni 12663 katika miaka 5. Imekuwa kama vile ni utadhani tuko vitani. Majanga ya moto na yenyewe ambayo tunayashuhudia kila leo. Hapa nimetaja karibia makundi yote ya wananchi, ambapo Chama cha Mapinduzi ndio wanajinasibu kwamba waliwachagua kwa 97.6%. Kwa mapungufu haya, nani anaweza kukupa kula za asilimia hizo? Maandamano siku ya uchaguzi. Hapa nataka kusema tulipokuwa tunajiandaa kuingia kwenye uchaguzi, viongozi wetu wa dini kupitia Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, Jumuiya za Kikristo Tanzania CCT, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Shura ya Maimamu Tanzania na taasisi zingine za dini, wakati wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, walifunga na kuliombea taifa letu ili tufanye uchaguzi kwa upendo, haki na amani. Na baada ya uchaguzi, machafuko yalipotokea, viongozi wetu walitoa matamko ya kulaani na kushauri hatua za kuchukua kulinusuru taifa. Lakini pia tulishuhudia asasi za kiraia za Tanzania, Human Rights Defenders Coalitions, TAMWA, UTPC, MCT, YPC, CHUKATA, Shirika la Maendeleo la Nguruka na mtandao wa asasi za kiraia Tanzania TANGO, UDASA na TLS, ambayo kabla ya uchaguzi walitaka hatua za haraka na thabiti za kukomesha vitendo vya utekaji vinavyoripotiwa, pamoja na kuhakikisha misingi ya demokrasia inalindwa kikamilifu kuliko ilivyo sasa, ambao vyama vya upinzani nchini vinanyimwa haki sawa katika kushiriki mchakato wa kidemokrasia nchini na kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari. Pamoja na tahadhari hiyo iliyotolewa na asasi hizo, serikali haikusikiliza. Kwa hiyo tulionywa mapema. Viongozi wetu wa dini walituombea na kutakia kila laheri na baadaye wakatoa, lakini hizi asasi za kiraia, na niliwaona kabisa wengine walienda mpaka kwa naibu katibu mkuu wa CCM kwenda kumweleza kwamba haya mambo ya utekaji, haya mambo ya uminywaji wa demokrasia, haya mambo ya kugandamiza viongozi wa vyama vya upinzani yadhibitiwe kabla ya uchaguzi. Lakini serikali haikusikiliza. Lakini upande wa taasisi za kimataifa, Amnesty International, Human Rights Watch, EU na kadhalika, kabla ya uchaguzi na wenyewe walionya kwamba walionya huo ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliokuwa unaendelea nchini, wakilalamikia mambo ya utekaji, wakilalamikia mambo ya kuminywa kwa demokrasia, wakilalamikia kuzuiliwa kwa chama cha Chadema kushiriki uchaguzi, na mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo, Ruhaga Joelson Mpina ambaye ni mimi, kuenguliwa kwa hila kugombea nafasi hiyo. Kwa hiyo hizo taasisi za kimataifa na zenyewe zilionya mapema kwamba hapana, uchaguzi huu unaoendelea huu una changamoto kubwa. Fanyeni marekebisho kabla ya tarehe yenyewe 29 Oktoba 2025, lakini nao hawakusikilizwa. Ndugu waandishi wa habari, pia tulishuhudia wazee wetu akiwemo mzee Jaji Joseph Sinde Warioba na mzee Joseph Butiku pamoja na Profesa Anna Tibaijuka na wazee wengine walivyokuwa wakihangaika kuishauri serikali, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na vyama vya siasa kurekebisha kasoro za mifumo ya uchaguzi nchini na kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambazo zilikuwa zinakinzana na sheria
na kanuni za uchaguzi, na kwamba kufanya hivyo kungeweza kuleta maelewano ya pamoja kabla ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Lakini kwa bahati mbaya sana ushauri huu wa wazee wetu nao ulipuuzwa. Kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, viongozi wanapatikana kwa njia ya demokrasia kwa kupigiwa kura. Lakini endapo misingi hii ya demokrasia ikivunjwa, viongozi, mambo yanaweza kujitokeza ikiwemo maandamano na mapinduzi, na ndio hiki ambacho tulichokishuhudia sasa. Katika kukabiliana na maandamano hayo, serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. Mfano, polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi, ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya raia wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kura, nao waliuawa. Pia baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi hao hawakuwa na silaha na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni, walipigwa risasi kisogoni na mgongoni na kuuawa. Namba 2, baadhi ya askari walionekana kwenye picha wakiwa wanawashambulia watu kwa risasi, na wengine walivalia kininja, na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo liliwashangaza wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hao walikuwa waongei Kiswahili, na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na maaskari wa hapa nchini. Hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu, yani the knee-jerk reaction juu ya usalama wa nchi yetu. Kuchoma moto na kuharibika kwa miundombinu tuliyashuhudia, lakini tulikuja tukashuhudia serikali ilitangaza amri ya wananchi, serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku 6 mfululizo bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akina mama wajawazito na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma, na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Kwa hiyo mnaambiwa hamna kutoka nje bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali. Mama anatakiwa kujifungua, unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani, unategemea nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu, ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa nchi ukienda kwenye kiuchumi, kuwafungia watu kwa siku 6, nchi haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku 6, na hivyo hatukukusanya kodi zaidi ya trilioni 1. Huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni 4 kutokana na lockdown hiyo. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara hafanyi biashara, anayelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote, shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika uchumi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni 4. Hiyo hasara tunaifidia na nini? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari, wala kuna hali ya uvunjifu wa amani, wala kuna vita kama katiba inavyotaka. Lakini tulifungiwa na nani? Na je, aliyetufungia ndani anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet, na kwenyewe tukapata hasara nyingi kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali zinategemea kuhudumiwa kupitia internet. Tukio hili ni la kusikitisha, lilinitoa machozi na linaendelea kunitoa machozi mengi sana na kupata mkanganyiko mkubwa wa fikira. Kwa nini serikali iliamua kutenda ukatili mkubwa kiasi hiki kwa wananchi wake wasio na hatia? Yaani adhabu ya mtu anayeandamana ni kuuawa kwa risasi jamani. Tena wananchi wengi waliouawa wakiwa majumbani na wengine barabarani, sehemu za biashara, watoto wadogo, wajawazito, walemavu, ombaomba, wazee, waandishi wa habari na viongozi wa dini, wengine wagonjwa kabisa. Madai haya hayajakanushwa na serikali hadi sasa. Nchi yetu ya Tanzania kutoka kuwa kisiwa cha amani na kitovu cha ukombozi wa kuleta amani barani Afrika hadi kuwa eneo la umwagaji mkubwa wa damu, yani breeding land.
za wananchi wasio na hatia na kuingia doa kubwa kimataifa. Tulikuwa tumeheshimika, sasa tunadharaulika na tumeharibu sifa yetu ya nchi yetu. Hata wakoloni wakati wanatutawala hawakuwahi kuua kikatili raia kwa namna hii na kwa kiwango hiki. Polisi, ndugu waandishi wa habari, polisi walikuwa na njia mbadala ya kudhibiti maandamano hayo na sio kuwaua kwa risasi waandamanaji, kwani wangeweza kutumia mbinu mbalimbali kama matumizi ya risasi bandia, ganzi, risasi za baridi au plastiki, mabomu ya machozi, maji ya washawasha. Ujumbe wa maandamano wangeweza kutumia hizo njia tu na wala mambo tusingefika huko tulikofika. Lakini maandamano haya yalikuwa very clear na wananchi walisema, waliokuwa na andamana walisema tu wao kwa uwazi nini walichokuwa na kipinga. Walisema hawaitaki CCM. Walisema tumechoshwa na ufisadi wa viongozi, tunataka nchi yetu. Ndio maneno tuliyosikia vijana waliokuwa na waandamanaji hayo waliokuwa wakisema. Je, kuwasilisha ujumbe huo ni kosa? Na adhabu yake ni kuuawa kwa risasi? Jibu ni hapana. Tena hapana tena. Nchi hii ni mali ya wananchi. Nchi hii ni mali ya wananchi. Serikali na viongozi wanawajibika moja kwa moja kwa wananchi. Na kipimo cha kiongozi ni kuwa na kifua na uwezo wa kukabiliana na mambo magumu. Maswali ya kujiuliza, maswali yaliyoulizwa bungeni na kwenye mikutano ya hadhara na maeneo mengine, lakini serikali ikayapuuza. Saa nyingine haya yanaendelea kuhojiwa haya na wananchi. Wananchi wamehoji maswali mengi sana, kupitia kwa wabunge wao, yakakaliwa kimya na serikali. Wamehoji maswali mengi sana kwenye mikutano ya hadhara, wakakaliwa kimya na serikali. Yamehojiwa na wananchi kwenye maeneo mbalimbali, wakakaliwa kimya na serikali. Sasa wakihoji sababu ya kushamili kwa matukio ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, idadi kubwa ya watu kushambuliwa, kutekwa, kuuawa na kupotezwa, kuminywa kwa demokrasia ya vyama vya siasa, kwa vyama vya upinzani, kuminywa kwa uhuru wa vyombo vya habari, kunyimwa haki ya kuabudu, ukiukwaji mkubwa wa utawala wa sheria. Wananchi wengine kama nilivyoeleza kule wamevamiwa na kuuawa na tembo. Wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wakihoji kwa nini tunatekwa? Kwa nini ndugu zetu wanapotea? Kwa nini tunauawa na tembo kila leo bila msaada? Wakihoji mambo haya, serikali ijibu na sio kuwaua wananchi kwa risasi. Namba 3, wakihoji sababu za deni la serikali kuongezeka kwa trilioni 47 kwa miaka minne, wakati deni lote tangu uhuru miaka 64 iliyopita lilikuwa trilioni 60.9 tu, wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani. Hivyo serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka minne imekopa 77% ya deni lote tuliloingia toka uhuru kwa muda wa miaka minne. Na hivyo tukichukua takwimu za mwisho wa mwaka huu, unaweza kukuta kwamba deni tulilokuwa nalo miaka 64 iliyopita linalingana na deni tulilo nalo la miaka 5. Yaani limedouble kwa miaka 5. Serikali ya awamu ya 6 imekopa zaidi ya kiwango kilichoruhusiwa na bunge, yani nje ya bajeti, kiasi cha shilingi trilioni 3.78 na kutumia mkopo na kutumia fedha za mkopo bila kupitia mfuko mkuu wa serikali na bila matumizi yake kuidhinishwa na bunge, kiasi cha shilingi trilioni 7.495 kwa kipindi cha miaka 3. Hapa takwimu ya miaka 2 haipo. Kwa hiyo ukiweka na takwimu ya miaka 2 kwa maana ya mwaka 2004 na 2005, ni maajabu sana. Utakuta fedha nyingi za serikali. Kwanza serikali imekopa matrilioni ya fedha ambayo hayakuidhinishwa na bunge, na maana yake hata matumizi yake pia hayajaidhinishwa na bunge. Serikali imekopa fedha, haijaingiza fedha hizo kwenye mfuko mkuu wa serikali. Sheria, katiba yetu inasema fedha zote za umma lazima zipitie mfuko mkuu wa serikali. Sasa unachukuaje mkopo hafu fedha hizo zisipite mfuko mkuu wa serikali? Na hii imeruhusiwaje kutokea? Lakini pia tukaomba kwamba kama ndivyo hivyo basi tuleteeni orodha ya madeni mlioingia, tuleteeni jedwali tuone.
Mnasema mmekopa kwa ajili ya SGR. Haya, mmekopa kwa ajili ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Mmekopa kwa ajili ya daraja la Busisi. Haya, tuleteeni orodha basi ya mikopo. Paka leo imeshindikana kuletewa hiyo orodha. Hivyo serikali kushindwa kuleta jedwali la mchanganuo wa matumizi ya mikopo hiyo kila inapotakiwa kufanya hivyo ni uvunjifu wa katiba, sheria na usiri katika mikopo hiyo ni kielezo cha wizi, ufisadi na udanganyifu wa kila aina katika deni la serikali ulioruhusiwa na serikali ya awamu ya 6. Undisciplined and illegal borrowing. Wananchi wakihoji haya wajibiwe, wasipigwe risasi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya 6 kushindwa kufanyia kazi ripoti ya CAG, PPRA, FIU na ripoti ya mkaguzi wa ndani na kushindwa kukusanya kodi za serikali, kushindwa kudhibiti uzembe, wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma na mali fedha na mali za umma umeruhusiwa, ambapo fedha za umma zinagawana na kuliwa kama keki ya birthday. Viongozi wa serikali kula kwa urefu wa kamba, huku ripoti ya wakaguzi na wachunguzi zikitupwa bila kufanywa kazi. Inakadiriwa nchi yetu inapoteza zaidi ya shilingi trilioni 54 katika mambo hayo kila mwaka kutokana na wizi unaofanywa katika ukusanyaji wa mapato na usimamizi dhaifu wa matumizi ya fedha za umma na rasilimali za umma. Wananchi wakihoji mambo haya wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya 6 kuingia mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia baina ya serikali na sekta binafsi kwa usiri na bila kuweka wazi vigezo na masharti ya mikataba hiyo, bila kuwepo ushindani na bila kibali cha bunge, ambapo ni kinyume na kifungu cha 12 cha sheria ya ulinzi wa rasilimali, yani the Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 Cap 449, inayotaka mikataba ya rasilimali kupelekwa bungeni na kuliziwa kabla ya kuanza utekelezaji wa mkataba, na sheria ya uziduaji ambayo the Tanzania Extractive Industry Transparency and Accountability Act of 2015 na kanuni zake zinazotaka uwazi kuanzia hatua ya awali ya majadiliano hadi kuingia mkataba ili kuwezesha usimamizi wa rasilimali. Serikali inaingia mikataba ya usiri bila ushindani na bila ridhaa ya bunge, lakini mikataba hii inaendelea na majadiliano yanaendelea na wako kwenye hatua ya kufunga mikataba bila kuleta bungeni, huku wanajua kwamba road reserve ni public owned, ni eneo ambalo ni la serikali. Huwezi kulibadilishia matumizi ardhi ya road reserve kuifanya kuwa barabara ya kulipia bila kupeleka bungeni na kupata kibali. Mikataba ya uchimbaji makaa ya mawe, kwani kuingia mikataba kwa usiri ni kukwepa uwazi na uwajibikaji. Kwa nini serikali inataka inaingia mikataba kwa usiri? Ni kwa sababu wanataka wakwepe uwazi na kwa sababu wanataka ukwepe uwajibikaji. Na kukwepa uwazi na uwajibikaji maana yake ni mambo binafsi, sio tena ya umma. Kwa sababu mambo ya umma utaficha nini? Unaingia mkataba wa makaa ya mawe, kwa nini uwe wa asili? Unaingia mkataba wa bandari, kwa nini uwe wa asili kama hakuna mambo binafsi kwenye mkataba huo? Lakini haya mambo yote yanafanyika. Kuuza rasilimali hii kufanya mikataba hii kwa usiri ni kuingia mikataba ya usiri, ni kukwepa uwazi na uwajibikaji, kuuza rasilimali za umma kinyemera na kuhalalisha wizi na ufisadi wa fedha na mali za umma. Wakihoji wajibiwe, sio kuuawa kwa risasi. Wakiuliza hii mikataba vipi, imeingiwaje, kwa nini hatukushirikishwa kama taifa, wasiuawe kwa risasi, wajibiwe. Hatujasahau mikataba mibovu inayoingiwa katika taifa letu huko nyuma. Mikataba ya madini mpaka sasa hivi tuna changamoto kubwa. Tumefanya marekebisho hapa juzi walao kidogo mwaka 2017. Mikataba ya mashamba, vitaru vya uwindaji, mikataba ya EPTL, mikataba ya Songas, ununuzi wa rada mpaka tunarudishwa mpaka change na Uingereza. Tixi, Tan Gold, Lochmond na Melemeta. Wananchi hawa wakihoji, wanayo mantiki, wanayo hoja, wajibiwe na wasipigwe risasi.
Wananchi wakihoji sababu za kupeleka sababu za serikali ya awamu ya sita kufanya malipo ya asili bila ridhaa ya bunge na bila kueleza uhalali wa malipo haya kiasi cha shilingi trilioni 1.438 kwa makampuni ya uwekezaji katika mashauri ya ACSID, maana yake International Center for Settlement of Investment and for Settlement, International Center for Settlement of Investment Disputes ACSID, kama makampuni hayo ya Mentero Mining and Exploration Limited, Indiana Resources, Arab Contractor and Edward Electric, Hermanus Phillips Stein, kampuni ya Standard Chartered Bank Hong Kong, kampuni ya Symbion. Malipo haya yanaonekana tu katika tovuti ya ACSID na makampuni husika, lakini upande wa serikali huko kimya. Kufanya malipo ya fedha za umma nje ya bajeti na bila ridhaa ya bunge ni wizi na ufisadi wa fedha za umma. Wakihoji wananchi, yani mnaweza kweli mkaenda kulipa kwenye makampuni fedha trilioni 1.348 bila kuliambia bunge, bila bajeti na bila kutuambia tumeshindwa kwenye kesi gani mpaka tukalipa hizo fedha? Tumeshinda kwenye kesi gani mpaka tukalipa hizo fedha? Hukumu iko wapi? Tumeshindwaje? Wananchi hao wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wananchi wakihoji sababu za serikali kuingia mkataba wa uwekezaji wa bandari zote za Tanzania bila ukomo wa miaka kati ya Tanzania na Dubai, yani IGA, licha ya wananchi, wanasheria, viongozi wa dini kila kona ya nchi na baadhi ya wanasheria wakifungua kesi mahakamani, lakini mikataba hii ilifungwa. Mkataba wa kati ya Tanzania na Dubai ambao unazingiza bandari zote za nchi hii kwenye mkataba huo, katika mkataba usiokuwa na ukomo. Viongozi wetu wa dini walipiga kelele, wanasheria walipiga kelele, wengine wakaenda kufungua kabisa mpaka na kesi mahakamani, makundi mbalimbali ya wananchi walipinga, lakini bado mkataba huu ulifungwa. Sasa wananchi wakihoji wenye mali zao, kwa sababu mali za nchi hii sio za viongozi wala watendaji wa serikali, ni mali za nchi. Wananchi wakihoji wajibiwe na sio kuuawa kwa risasi. Wananchi wakihoji kwa nini serikali iliingia mikataba mitatu ya uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam, yani HGAs, kati ya TPA na DP World, na mwekezaji kuanza uendeshaji bila ridhaa ya bunge kama sheria namba 5 ya rasilimali inavyotaka. Pia kugawana mapato, TPA kupata 60% kwa maana ya Tanzania na DP World kupata 40%, na mwekezaji DP World kuwekeza bilioni 675 kwa muda wa miaka 5 sawa na bilioni 135 kila mwaka, ambapo makubaliano hayo hayajaliziwa na bunge wala wananchi. Sasa kwa mujibu wa sheria yetu, kama tunalizia mikataba hiyo kupitia utaratibu huo nilioutaja, nani aliyeruhusu sisi tugawane naye 40% kwa 60? Bandari hizo tumezijenga kwa matrilioni ya fedha miaka na miaka. Anakuja mtu tu siku mtu tunagawana mapato naye 40%. Ni nchi ya wapi inayoweza kufanywa hivyo? Alafu wananchi wasisimame kuuliza. Wakiuliza maswali wauawe, wakiuliza maswali wajibiwe, wasipigwe, wasiuawe kwa risasi. Kulikwepa bunge na kukwepa uwazi na uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma, na wakati mwingi kufanikisha kuuza mali za umma unapolikwepa bunge na unapowakwepa wananchi. Yani mkataba wa wazi unaotakiwa kwenda kufunga mkataba kwa ajili ya rasilimali za nchi, wewe unaenda kufunga peke yako na unakataa watu wengine wasijue. Maana yake ni kwamba kuna maslahi binafsi katika mkataba huo na sio maslahi ya umma. Hakuna kitu kingine kinachokuweza kufanya utunze siri, uweke siri kwa mali ambayo sio yako. Kwa sababu viongozi wa serikali na watendaji wa serikali, hizi rasilimali sio mali zao, ni mali za Watanzania. Hamwezi kuingia mikataba ya kinyemera halafu wananchi wakakaa kimya. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya sita kuacha njia ya ushindani na kutumia single source, yani mzabuni mmoja, katika kuwapata wakandarasi wa loti 3, loti 4 na loti 6, na kusababisha gharama ya ujenzi kuongezeka kwa shilingi trilioni 3.4 katika ujenzi wa SGR. Kuacha njia ya manunuzi iliyowekwa kisheria ni kufanikisha wizi na ufisadi wa fedha za umma. Wakihoji wananchi wajibiwe na sio kupigwa risasi. Wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya sita kushindwa
wakihoji sababu ya serikali ya awamu ya sita kuchelewa utekelezaji wa miradi ya mkakati ya SGR ambayo inasuasua na ni kama ujenzi umesimama, kwani kwa miaka minne ujenzi umefikia kwa Roti 3 Makutupora Tabora ni 14.53. Loti 4 Tabora Isaka ni 6.65. Loti 5 Mwanza Isaka ni 63.16 na loti 6 Tabora Kigoma ni 7.88. Licha ya fedha nyingi zilizokuwa zinatengwa kila mwaka kugharimia miradi hiyo na hata kuongezeka kwa deni la serikali, tuliambiwa ni kwa sababu ya miradi ya SGR, lakini tunaona utekelezaji wa miradi ya SGR hatua uliofikia kwa miaka minne. Loti 3 ni 14.53. Loti 6 ni 6.65. Loti 6 ni 7.88 na loti 4 ni 6.65. Hayo yote yamefanyika, serikali imepoteza zaidi ya trilioni 1.5 katika mambo haya, na ajira kibao za wananchi zilikufa. Lakini wananchi walisota, wengine wakashindwa kuuza miwa, wengine wakaamua mpaka kuchoma moto miwa yao. Alafu mnasema mnatafuta ajira za Watanzania, mnatafuta viwanda. Nao walikaa karibu miezi kadhaa hawauzi sukari, kwa sababu sukari ya kutoka nje ya nchi imeingia ikasamehewa kodi, alafu sukari ya ndani inatozwa kodi. Imenunuliwa sukari ambayo saa nyingine hata ubora wake ni questionable, ambayo inauzwa kwa bei ya chini, haiwezi kushindana na sukari yetu ambayo wakati mwingine inazalishwa katika umeme wa gharama kubwa, na inakuwa wakati mwingine ni bora mno ikilinganishwa na sukari ya kutoka nje ya nchi. Hasa jambo hili ambalo mimi nilisababisha kwenda kushtaki serikali Mahakama Kuu na baadaye Mahakama ya Rufaa, na mpaka sasa hivi kesi iko hapo imepakiwa Mahakama ya Rufaa. Lakini mambo mengine tunayoyaona ni ya kiusimamizi wa mifumo ya serikali ambao nao hauko sawa. Lakini pia tumeshuhudia serikali imetumia zaidi ya bilioni 243 nje ya bajeti na kukopa makampuni ya usambazaji wa mbolea kwa bilioni 203, na hivyo gharama kuwa nje ya bajeti imefikia katika miaka mitatu bilioni 446, huku wakulima walionufaika na ruzuku ya mbolea ni 25% tu ya wakulima wote waliojiandikisha kupata mbolea ya ruzuku. Wakihoji wananchi mambo haya kwamba nyinyi tuliwaidhinishia fedha kadhaa, mmeenda kuzidisha mpaka bilioni 446, kwa maslahi gani na kwa ajili ya nini, na bila kibali cha bunge na bila hata kuruhusiwa na wananchi? Sasa wakihoji sababu za serikali ya awamu ya sita kushindwa kupunguza umaskini, nchi yetu kuondolewa katika uchumi wa kati na kuorodheshwa kati ya nchi 40 maskini zaidi duniani, nchi ambayo sisi wote tunakiri kwamba ina rasilimali za kila aina, inawezaje nchi yenye rasilimali za kila aina ikaingizwa kwenye kati ya nchi 40 maskini zaidi duniani? Kuna shida kubwa. Wananchi wetu wakihoji wajibiwe na wasiuawe kwa kupigwa risasi. Wakihoji sababu za serikali ya awamu ya sita kuruhusu uzembe serikalini, ambapo sasa hivi uzembe umefikia 40% ya watumishi wa umma wanalipwa mshahara kila mwezi bila kufanya kazi, kutokuheshimiana, huku watumishi wengine wachapakazi na waadilifu wakiachwa bila kupangiwa majukumu. Wananchi wakihoji wasiuawe kwa kupigwa risasi, mbali wajibiwe hoja zao. Maoni ya jumuiya za kimataifa tutayaona huko mbele, lakini hapa nilipojaribu kusema kwamba labda nizungumze kidogo kwa ajili ya changamoto ya muda, nizungumze kidogo swala la tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani ya tarehe 29 Oktoba 2025. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 18 Novemba 2025, siku 21 baada ya uchaguzi, mtawala aliunda tume aliyoita jina la Tume Huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani
yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Hapa kuna watu waliotangulia, vyama vya siasa, chama cha ACT Wazalendo, chama cha Chadema, chama cha CUF, walitoa maoni yao na wote walisema kwamba hii tume inakosa sifa ya kuaminika kufanya uchunguzi huru wenye matokeo ya kuaminika na makundi yote yaliyoathirika kwa namna tofauti, na kwamba tume hiyo si ya haki mbali ni jaribio la kuficha ukweli. Ninaunga mkono mtizamo wa vyama vya siasa na makundi mengine ya kijamii yaliyopinga tume, kwani tume hiyo sio huru na imeundwa bila kuzingatia kanuni na taratibu za usuluhishi wa migogoro, yani conflict resolution strategies and guidelines. Kwa kuwa ina changamoto zifuatazo. Tume imeundwa kukiwa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali kwa umma juu ya machafuko hayo. Haiwezekani jambo kubwa kama hilo serikali haijatoa taarifa yoyote mpaka sasa hivi. Taarifa rasmi haijatolewa mpaka sasa hivi. Halafu mnaunda tume. Lakini la pili, muundo wa tume una wajumbe ambao wanatoka upande mmoja tu, yani upande wa serikali. Ilitegemewa kwamba ungeweza, ili utengeneze tume lazima utengeneze tume ambayo inayohusisha makundi yote ya watu muhimu walioguswa katika ghasia hii au ya umma wote, pamoja na watu wa na watu wa nje. Lakini tume imeshindwa pia. Tume imeundwa bila kusoma hadidu za rejea. Wakati tume inaundwa pale hatukusomewa hadidu za rejea ni zipi, ili tujue kama kweli hii tume kazi inayoenda kuifanya itaenda kuleta matokeo yanayotarajiwa. Lakini tano, tume imeundwa kukiwa kuna ugandamizaji mkubwa sana unaoendelea wa wananchi, kukamatwa na kuwekwa ndani na kusingiziwa makosa mbalimbali ya ugaidi, ujambazi, nini, kila aina yani, kwa ajili tu ya kuwanyamazisha wananchi wasiweze kupaza sauti. Lakini namba 7 ni majina ya wajumbe wa tume yamekuwa kijirudia. Yaani kuna wajumbe mle karibia watatu kila tume wao wamo. Tume ya haki jinai wamo. Tume ya maboresho ya mfumo wa kodi nchini wamo. Na tume hizi zote hatujaona sisi matokeo makubwa ambazo zimeleta hizo tume. Na tume ya maboresho ya kodi yenyewe mpaka sasa hivi hata taarifa yake haijulikani ilipo. Imekuwa tena siri ya mtawala. Sasa kitendo cha wajumbe kujirudia mara kwa mara na taarifa zao bila kutolewa kwa uwazi, wananchi hawawezi kuiamini tume hiyo ya kuchunguza uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi. Kitendo cha wajumbe kujirudia mara kwa mara katika tume nyingi zinazoundwa na mtawala zisizo na matokeo ni ishara kubwa, na watu wengine wanaweza kuamini kuwa mtawala anawatumia kutakasa mambo ambayo, kutakasa na kuzima mijadala ya kijamii katika jamii, kwamba kila tume ni yao wao. Mbona tuna wazee wengi tu? Mbona tuna wazee wengi wenye sifa hizo, sifa za ujaji, sifa za utaalamu? Kwa nini awe huyo tu na anateuliwa tu? Kwa sababu ingekuwa ni ushindani tungejua kwamba kwa sababu alienda kushinda interview. Lakini sasa hivi kwa utashi tu. Sasa kwa utashi huo hamwezi kuwa na mtu huyo kila tume huyo. Inaleta tafsiri kwamba huenda huyo anatumika kuzima mijadala kwenye jamii. Lakini namba 8. Kwa nini tume ipewe miezi 3 ya jambo lenye sintofahamu kubwa kama hii? Maana ni kama tume inapewa jukumu la kuanua ngoma ili kupisha mambo mengine yaendelee. Watu wabaki na kusema tume imeundwa. Miezi 3 watu wamefariki. Idadi ya watu waliofariki mpaka sasa hivi taifa halijaambiwa. Wengine wanasema, madai mengine yanakuja kwamba wengine walienda kuomba huku wanatibiwa wakaomba wapelekwe mochwari. Wengine wanadaiwa kwenda kuzikwa kwenye makaburi ya halaiki. Wengine wanadai kwamba wamepigwa risasi wakiwa majumbani mwao. Wengine wakidai kwamba wamepigwa risasi wakiwa wagonjwa wanaenda kutibiwa. Wengine mambo kama hayo yote, alafu inatolewa miezi 3. Lakini tume hii imetangazwa bila kutangazwa kwenye gazeti la serikali, haina GN mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni tume ambayo haina nguvu yoyote kisheria, kwa sababu ni tume tu ambayo inatokana na tamko ambalo halijawa gazetted. Lakini lazima iwe na miongozo na kanuni pia za kuiongoza tume yenyewe. Sasa yote hayo hayakufanyika. Sasa nini ninachotaka kusema hapa? Tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 iliyoundwa na mtawala ivunjwe kwa kuwa imekosa uhalali mbele ya umma na viwango vya kimataifa. Yaani hii tume ikiendelea
inaweza kutuletea matatizo makubwa zaidi kuliko hata tulio nayo, kwa sababu uelekeo wake wote ukiangalia na muundo wake na mazingira yake, inaweza kutuletea tatizo ambalo ni kubwa zaidi kuliko hata hapa tulipo sasa. Hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, katika kuhitimisha hotuba yangu, nchi yetu iko kwenye mkwamo mkubwa. Serikali haijachukua hatua yoyote mahususi na imeshindwa kutaja takwimu za watu waliouawa na kujeruhiwa na hata vituo vya kupigia kura vilivyoteketezwa kwa moto na kuharibiwa katika maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliitishwa kwa ajili ya sherehe za kuapishana na kuzinduliwa. Sherehe hizo zilifanyika bungeni huku nchi ikiwa kwenye maombolezo na majonzi makubwa ya maelfu ya watu kuuawa na familia nyingi kuwa kwenye misiba, huku wengine wakitafuta miili ya ndugu zao bila mafanikio na wengine kuamua kuzika viatu na nguo za marehemu. Licha ya hali hiyo ngumu na taifa kuwa kwenye sintofahamu kubwa, bunge la Tanzania halikuona kipaumbele cha kujadili kwa hati ya dharura machafuko ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Bunge lilikuwa limeshaitishwa. Tunaona mpaka bunge la Ulaya linakaa kujadili matatizo ya kwetu sisi. Lile bunge letu sisi wanamaliza kuapishana pale na kuvishana mashahada, wanaenda nyumbani kana kwamba hakuna tatizo lolote lililotokea kwenye nchi. Mwananchi ambaye wabunge walioteuliwa na wananchi wasingeweza kufanya usaliti huo uliofanyika Dodoma. Mnaapishwa. Watu mnamaliza kuapishwa, badala ya kusema kwamba serikali hapo ilete taarifa. Na hakuna kwenda nyumbani mpaka taarifa, serikali waletee taarifa nini kilichotokea. Lakini wakaapishana, wakamaliza. Bunge la Ulaya linafanya vikao huko, wao wanazungumzia kulaani, vikao vinavyozungumza matatizo tuliyoyapata sisi. Ni jambo la kusikitisha sana bunge la Tanzania na serikali ya Tanzania kunyamazia jambo hili, lakini AU, PAPU, EAC, EAR na SADC kuchelewa kuchukua hatua mahususi hadi sasa juu ya hali ya kisiasa nchini Tanzania, na badala yake kazi hiyo inafanywa na nchi za jumuiya za kimataifa nje ya bara la Afrika. Na akataa kwa sauti kubwa eti serikali inadai kuwa kutangaza idadi ya watu waliofariki na kujeruhiwa katika machafuko hayo ni kusherekea vifo vyao. Hii ni kauli ya kejeli kwa wananchi, inayochochea hasira zaidi na isiyozingatia misingi ya kikatiba, sheria na mila na desturi, yani best practice. Ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 4 cha sheria ya upatikanaji wa taarifa kwa umma, yani the Access of Information Act, zinataka taasisi zote za umma kutoa taarifa sahihi na kwa wakati, na kwamba kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia ni juu ya masuala muhimu ya kijamii. Tulipotangaza idadi ya wananchi waliofariki kwenye ajali ya kuporomoka kwa jengo la ghorofa kule Kariakoo, tulikuwa tunasherehekea vifo. Tulipotangaza idadi ya wananchi waliofariki kwenye ajali barabarani kwa miaka 5 ambao walifikia watu 6639 na majeruhi 12663, tulikuwa tunasherehekea vifo. Marekani ilipotangaza idadi ya vifo vya watu zaidi ya 3000 katika shambulio la kigaidi la Al-Qaeda katika jengo la WTC Septemba 11, 2001, walikuwa wanasherehekea vifo. Kwa hiyo viongozi ni vizuri sana wakajielekeza kwamba kila jambo wanalotaka kulieleza na kueleza umma, wajue kwamba tuna katiba inayoongoza, wajue kwamba kuna sheria ziwaongoze hizo katika kutoa matamko. Sasa mtu ambaye una nafasi hiyo ya uongozi, unatoka kwenye umma, unataka kuondoka kwenye ukweli na kuzungumza maneno ambayo hayana msingi wa katiba wala hayana msingi wa kisheria. Mnashindwa kuwatambua ndugu zetu hawa waliopoteza maisha. Kuwatambua ndugu zetu hawa waliopoteza maisha ni kuthamini utu wao, na sio mambo haya ya kwamba tulikuwa tunasherekea. Ni kuthamini na kutambua utu wao, na tumekuwa tukifanya hivyo siku zote. Kwa nini leo katika hili la kupigwa risasi ikosekane idadi? Mngeeleza umma kwamba labda hamjui, lakini hamwezi kutokujua kwa sababu maziko haya yamefanyika kwenye umma. Serikali hii tuna serikali ya kuanzia mwenyekiti wa kitongoji. Hata ukitaka taarifa leo hii unaipata. Kila kitongoji kinajua kimefiwa na watu wangapi kwenye hii kazia.
Wanajua viongozi wetu wa vitongoji tukawaitisha leo watuletee taarifa za watu waliofariki kila kitongoji, tutaletewa kwa majina. Ndugu wananchi, hali ya nchi yetu kwa sasa hivi ni tete sana. Hotuba yangu ya kugombea urais na maono yangu endapo ningepata ridhaa ya wananchi kuiongoza Tanzania niliyoitoa tarehe 27 Oktoba 2025 ilikuwa na kurasa 165. Hotuba yenye kurasa 165 ambayo ni hotuba maarufu ambayo niliitoa kwa muda wa masaa 6. Kwa inaitwa ni hotuba maarufu ya masaa 6. Hii ndio hotuba ya kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mgombea wa chama kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo niliyoitoa kwa umma, na wananchi tawasaidia kuipata hii hotuba ili waelewe maono ya mgombea wao wa kupitia chama cha ACT Wazalendo aliyefanywa hila na kuzuiwa kugombea. Kurasa 165, na nilisoma kwa masaa 6, sio kwa kutaka, ni kwa sababu nisingeweza kuahidi Watanzania mageuzi bila kuwaeleza changamoto kwanza za taifa hili. Kwa hiyo kurasa nyingi zimetokana na changamoto zilizopo kwenye taifa. Sasa kurasa 165. Lakini hotuba yangu ya kuzindua bunge, kama ningefanikiwa ya kulizindua bunge, ingekuwa ya mistari 7 tu. Ya kugombea na kuomba ridhaa masaa 100, kurasa 160 na ngapi? Na 5. Lakini ya kulizindua bunge ingekuwa ya mistari 7 tu, hata dakika moja isingefika. Na ingekuwa hivi: tumeibiwa kiasi cha kutosha, tumedhulumiwa kiasi cha kutosha. Sasa tunayo kazi moja tu ya kuijenga upya Tanzania kwa kuchukua hatua madhubuti na kufanya kazi kufa au kupona. Hakuna mswalia mtume, kila mtu atabeba msalaba wake. Bunge limezinduliwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana waheshimiwa wabunge kwa kunisikiliza. Hii ni hotuba ya chini ya dakika moja na ingevunja rekodi ya dunia kwa hotuba ya marais fupi sana katika kulizindua bunge. Na kwa nini mnafikiri nisingeongea kirefu? Kwa sababu nchi yetu ina changamoto nyingi, hakuna tena sababu, inatakiwa tu kwenda kufanya kazi. Tunahitimisha kwa kuwa ili kutumia machafuko na ghasia za tarehe 29 Oktoba 2025, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, na kwamba hakuna taarifa rasmi mpaka sasa hivi iliyotolewa na serikali. 2. Hakuna maelezo ya kwa nini uchaguzi mkuu ulifanyika huku kukiwa na shauri la rufaa namba 2122 katika mahakama ya rufaa kupinga kuenguliwa kwa mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo, Luhaga Johnson Mpina, na hivyo wananchi kukosa machaguo. 3. Hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa na serikali kukiengua chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na viongozi wake kukamatwa na kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu, na hivyo wananchi kukoseshwa machaguo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya INEC imeshindwa kuthibitisha uhalali wa matokeo iliyoyatangaza ya urais, ubunge na udiwani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. 5. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya INEC imeshindwa kueleza umma namna ilivyokokotoa upatikanaji wa wabunge na madiwani wa viti maalum. 6. Waangalizi wa kimataifa kutoka SADC na AU, ripoti zao zinaonyesha uchaguzi haukuwa huru na ulijaa dosari nyingi na haukukizi viwango vya kidemokrasia.
kufuta uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 na kuitisha uchaguzi mwingine ndani ya siku 90 ili kuwapa nafasi wananchi kushiriki uchaguzi na kuchagua rais wa bunge na madiwani kwa njia ya demokrasia. 3. Kamishna ya Umoja wa Afrika yani AUC iunde tume itakayoshirikisha makundi yote muhimu ya jamii kuchunguza kwa kina chanzo cha maandamano, udanganyifu katika uchaguzi, mauaji ya raia wasio na hatia, mali zilizoharibiwa za umma na binafsi na kubaini ukweli. Kuzimwa kwa internet, agizo la wananchi kutotoka nje siku 6 na wahusika wote watakaobainika kufikishwa kwenye vyombo vya sheria ikiwemo Mahakama ya Afrika haki za binadamu na watu, lakini na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC The Hague. Namba 4, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ivunjwe na kuundwa chombo kingine huru cha kusimamia uchaguzi mkuu badala ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya sasa ambayo imepoteza uhalali wa kusimamia uchaguzi mbele ya umma na Watanzania mbele ya Watanzania kusimamia uchaguzi mbele ya umma na Watanzania na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, mwisho kabisa nirudie kuwaombea Watanzania wenzetu waliouawa kwa Mwenyezi Mungu awape pumziko la amani, na wale waliopata majeraha basi tunaombea wapone kwa haraka ili warejee kwenye shughuli zao za kawaida. Chemichemi damu zilizomwagika ikawa chemichemi ya ukombozi wa taifa letu, na tuendelee kuliombea heri taifa letu. Pia niendelee kuwapa pole ndugu waliopoteza wapendwa wao. Mungu aendelee kuwapa faraja na uvumilivu katika kipindi hiki kigumu sana. Amen. Kazi ya upinzani kwa sasa ni ngumu kuliko hata kipindi cha kupigania uhuru kutoka kwa wakoloni. Hii ni kwa sababu ya kuwa na watawala ambao hawako tayari kushindana kidemokrasia, kushauriwa, wala kuzingatia misingi ya katiba, utawala wa sheria na utawala bora. Hii ni vita kubwa, lakini kwa nguvu za Mungu lazima tuishinde. Ndugu zangu wapinzani, hii ni vita kubwa, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu lazima tuishinde. Ndugu wanahabari, hivi sasa nchi yetu inakabiliwa na ukame mkubwa kutokana na mvua za vuli kuchelewa. Mazao yamenyauka, wakulima wengi wameshindwa kulima, mifugo na wanyama wanakosa maji na malisho na kuanza kufa. Naungana na viongozi wa dini wote, machifu wote katika nchi yetu, wananchi wote kuendelea kumulilia Mwenyezi Mungu ashushe neema ya mvua ili kulinusuru taifa letu na balaa hili la njaa, lakini na uhai wa viumbe hai nchini kwetu na duniani kote. Kama nyinyi wote mnashuhudia kwamba sasa hivi tuko kwenye ukame mkubwa sana. Utadhani yani sasa hivi mvua zinatakiwa kuanza mwezi wa 10. Mwezi wa 10 hamna mvua, wa 11 hamna mvua. Leo tuko mwezi wa 12 hakuna mvua. Kwa hiyo na mimi kabisa naungana kabisa na watu wote kumulilia Mwenyezi Mungu kuomba ashushe mvua ili wananchi waweze kunusurika na hili tatizo kubwa la balaa la njaa na lakini kuokoa viumbe hai ambao wanateseka sana. Mifugo inateseka sana, wanyama wanateseka sana, na viumbe vingine vinateseka sana kwa kukosa maji. Sisi wengine tunaweza kwenda kisimani, lakini wenzetu hawa vyanzo vile vya maji vikikauka basi tena hawezi kupata maji, matokeo yake mifugo yetu inakufa, wanyama wanakufa. Kwa hiyo tunaendelea kumulilia Mwenyezi Mungu na naamini kwa muda mfupi mvua zitaanza kunyesha na wananchi watapata ahueni. Ndugu waandishi wa habari, kupitia kauli mbiu ya hapa kazi na ushindani na mikakati ya komesha, punguza, pandisha na tengeneza, yani KPPT, nchi yetu inaweza kujengwa upya na kupata mageuzi makubwa ya uchumi na maendeleo na kuondoka rasmi kwenye orodha ya nchi maskini duniani. Nimekuwa nikisema tujimoga gijozwa oronalasa baga jirale jabademi. Maana yake pamoja na changamoto ninazopitia, nikipata nafasi ya juu ya uongozi wa taifa letu, nitatoa mchango mkubwa na kuleta neema kubwa ya ustawi katika taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Haya, nadhani maswali manne. Hii maswali manne. Kwamba swali la kwanza
Kwa la swali unaambiwa kwamba kuna vita ya kiuchumi, kwamba machafuko haya nyuma yake kuna vita ya kiuchumi, na mimi kwenye maelezo yangu nimeeleza vizuri sana kwamba hiyo vita ya kiuchumi unayoizungumza iko kwenye nini, kwa sababu mataifa haya yote yanayotuzungumzia yanayolaani hili jambo yanalaani ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, yanalaani ukiukwaji mkubwa wa katiba yetu wenyewe, na yameenda specific kwa sababu sio kwamba yanatuhumu tu yanataka machafuko, na tahadhari zilitolewa toka mapema kwamba nchini hapa utekaji wa watu wamechoka na utekwaji, watu wanatekwa alafu serikalini hakuna maelezo ya maana yanayotolewa, watu wanapotea hakuna maelezo ya maana yanayotolewa. Lakini watu wamelalamikia ufisadi, wakilalamika taarifa ya CAG. Taarifa ya CAG sio taarifa ya mtu binafsi, ni taarifa. CAG ni chombo ambacho kimeundwa na katiba hii kwa ajili ya kusimamia fedha na rasilimali za nchi. Anatoa taarifa za wizi hauchukuliwi hatua, na wezi wanaendelea kuteuliwa na kupewa majukumu makubwa zaidi. Wananchi wamelalamika kuhusu kuminywa kwa demokrasia, kwamba kila leo viongozi wa vyama vya siasa wanaokosea ni wa upinzani tu. Ulishawahi kuona nchi gani hiyo, kwamba anayekosea kwenye mambo ya siasa ni wa upinzani tu ndio anayeweza kubambikiwa kesi, ndio anaweza kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu, lakini upande mwingine hapana? Mambo haya yamelalamikiwa kwa muda mrefu, kuanzia taasisi zetu za ndani, taasisi zetu za kiraia za ndani zimelalamika kwa muda mrefu. Wananchi katika majukwaa mbalimbali wamelalamika kwa muda mrefu mambo haya, lakini hayakupata suluhisho. Mimi ningekubaliana kama kuna jambo specific linalozungumzia vita ya kiuchumi, tungeanzia hapo. Na ndio maana mimi hapa nimekataa kwa fakti moja. Kwa mfano sasa hivi mikataba tunaingia sisi wenyewe, mikataba mibovu kwa usiri. Hiyo vita ya kiuchumi unataka kumwambia ni ya nani, kati ya nani na nani? Kwa sababu kwanza sisi wenyewe tuna vita ya kiuongozi. Wewe umepewa mamlaka ya kuiongoza nchi, una sheria za nchi, unaenda kuingia mikataba ya usiri. Halafu wananchi wakianza kudai unasema kwamba wanaozungumza wana vita za kiuchumi. Kwa hiyo kama kuna jambo specific linalozungumzia vita ya kiuchumi liletwe. Lakini katika mazingira haya tulionayo, katika haya machafuko haya, ni kwa serikali kushindwa kuwasikiliza wananchi wake, wasilalamikie mtu mwingine yoyote. Na kama kuna zungumzwa vita ya kiuchumi, iletwe hiyo hoja ya vita ya kiuchumi isemwe. Kwa sababu huwezi ukasema kwamba utekaji ni vita ya kiuchumi. Huwezi ukasema watu mmewagandamiza kidemokrasia unasema kwamba hiyo ni vita ya kiuchumi. Huwezi ukasema watu wanauawa na kupotea wewe unasema ni vita ya kiuchumi. Huwezi ukasema makanisa mnayafungia, mnaenda mahakamani mnasema nyinyi hamjafunga kanisa. Wakienda waumini wakienda kusali kanisani wanakutana na polisi mlangoni. Alafu wewe unasema kwamba hiyo sio kuminya haki za watu kuabudu. Alafu ukiulizwa unasema hizo ni haki, hizo ni vita za kiuchumi. Kwa hiyo kama kuna vita ya kiuchumi iletwe specific, lakini wasijifiche katika hili jambo au katika haya machafuko. Lakini jambo la pili, umezungumza kwamba Chadema ilizuiliwa kugombea. Sijaweka hapa sheria kwa sababu wewe umeniuliza. Ninayo sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Ninazo kanuni za uchaguzi za rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Hizi kanuni zote, sheria yenyewe ya uchaguzi pamoja na kanuni, hakuna mahala popote inaposema kwamba utakaposhindwa kusaini kanuni za maadili hautashiriki uchaguzi. Tume ya uchaguzi walipata wapi hayo mamlaka ya kwenda kutengeneza kanuni? Hizo kanuni zilitengenezwa juu ya sheria gani? Kwa sababu hakuna kanuni inayojengwa tu bila kuwa juu ya sheria fulani. Hizo kanuni za maadili zilijengwa juu ya sheria gani? Kwa sababu sisi wote tulishuhudia. Sasa hawa Chadema walisema sisi tumekataa kusaini kwa sababu bado tuna mambo ambayo tunayahoji. Lakini hata hivyo sheria zilikuwa ziwaondoi kushiriki uchaguzi kwa sababu ya kutokusaini hizo kanuni.
Na yawezekana kwamba siku hiyo hawakuweza kusaini kwa sababu kulikuwa bado wana observation. Yawezekana wangesaini kesho yake kwa sababu na uchaguzi ulikuwa bado. Wapi ilipoandikwa kwamba basi hata kama kusaini ilikuwa ni lazima? Wapi ilipoandikwa kwamba ilikuwa ni lazima siku hiyo hiyo? Kwa sababu sisi wote tulimuona mkurugenzi wa tume ya uchaguzi akisema kwamba kwa sababu leo hawajasaini hawatashiriki uchaguzi mpaka mwaka 2030. Kwani kulikuwa na shida gani kwamba leo sisi hatukusaini? Lakini tumefanya consultation, tumeona kwamba tuendelee. Wangeweza kuja hata siku ya pili yake, siku ya ngapi, wakasaini kwa sababu na uchaguzi ulikuwa karibia mwezi mzima bado. Kwa hiyo mambo yaliyokuwa yanafanyika yale yalikuwa tu ni kwa maana ya kuendeleza kuminya demokrasia ndani ya nchi. Sasa ukiwa mpinzani uruhusiwi kuhoji. Yaani chochote kile tu wasaini. Yaani walikuwa na observation ambayo ilikuwa very serious. Walikuwa hata wafanye consultation. Jamani, kwenye kanuni tunazoenda kusaini zina 1, 2, 3. Kwa hiyo kitendo cha Chadema unazungumza kwamba wao walijitoa kugombea, lakini sisi tunachojua kwamba kilichowatoa kugombea ni hasa hapa kwenye kusaini kanuni. Ndio walioondolewa rasmi kisheria walipoambiwa kwamba nyinyi hamwezi kushiriki uchaguzi tena. Na kanuni hizo sijui zimechomekwa hilo neno la kwamba kama usiposaini ushiriki uchaguzi. Hiyo ndio kilichowaondoa rasmi. Lakini mipango mingine walikuwa wanaendelea Chadema kushinikiza kuleta mageuzi katika maeneo ambayo walikuwa wanaona kwamba hayako sawa. Jambo ambalo ni sahihi kabisa kama chama cha upinzani na unaona kwamba jambo haliko sawa, wewe ukubali tu. Kwa hiyo iko hivyo. Jambo la tatu ambalo umelihoji katika maswali yenu waandishi wa habari kwamba mahakama tume ikishatangaza matokeo ya uchaguzi hayachalenjiwi mahala popote. Na hiyo mahakama haiwezi kufanya chochote. Kwa hiyo hata Mpina wewe ukienda mahakamani hakuna utakachoambulia. Sana sana utafanya academic exercise. Sasa haiwezi kuwa academic exercise. La kwanza, mahakama ni lazima ideclare, ikafanya declaration nini kilichofanywa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Walikuwa na haki hiyo walioifanya, walikuwa na haki hiyo kisheria, mahakama ikadeclare. Na itakapo declare mahakama juu ya hili jambo, hukumu hiyo ni muhimu sana katika ustawi wa siasa za nchi yetu. Hilo ni jambo namba moja. Ni muhimu sana katika ustawi wa siasa za nchi yetu. Ndio namba moja. Lakini namba mbili, hapa ni haki za watu. Na haki za kugombea na kuchaguliwa ni haki za kikatiba na ni haki za binadamu. Ni haki za kikatiba, haki za kidemokrasia, ni haki za kikatiba zilizopo. Inategemea mahakama ikideclare kwamba Mpina alionewa. Imeshadeclare Mpina alionewa. Mahakama inaweza kuamua chochote kwa uchaguzi huo. Mahakama haina uwezo wa kupinga matokeo ya uchaguzi. Yaani mahakama haina uwezo wa kufuta, yani niseme kwamba mahakama haina uwezo wa kufuta matokeo yaliyotangazwa na tume katika upande wa rais. Lakini mahakama ina uwezo wa kufuta uchaguzi wote, kwamba uchaguzi wote huu ulikuwa na kasoro, uligubikwa na udanganyifu mkubwa, kwa hiyo uchaguzi wote tunaufuta. Kwa hiyo pale, kwa sababu kilichozungumzwa huku ni kwamba tunazuiwa kwenda kuchallenge matokeo. Sasa hapa mahakama inaweza kuamua chochote kwamba uchaguzi huu uliofanyika uligubikwa na udanganyifu wa hali ya juu kiasi kwamba huu uchaguzi wote tunaufuta na kuagiza uchaguzi mwingine ufanyike upya. Kwa hiyo haiwezi kawa academic exercise, kuna faida zake. Kwa hiyo moja ni kwamba lazima tutengeneze mahakama ideclare ili kuondoa haya mazoea ya taasisi za serikali kugeuka kuwa Mungu mtu, kwamba wewe unaweza ukawanani wananchi, unaweza ukawaamulia wananchi, yani wewe kwa sababu tu ni tume ukajigeuza kuwa muamuzi kabisa wa wananchi badala ya wananchi wenyewe kuamua. La mwisho ni hapa kwamba unasema hukuonekana kwenye kampeni, hukuonekana wakati wa kufanya kampeni. Wewe unategemea mimi ningeonekanaje sasa kwenye kampeni? Huku niko mahakamani.
Yaani ningewezaje kupatikana sehemu zote mbili kwa wakati mmoja? Yaani huku niko mahakamani, huko niko kwenye kampeni. Ilikuwa haiwezekani. Kumbuka mimi na chama changu tulifungua kesi mbili pamoja. Kesi ya kupinga uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa. Kesi ya kupinga kuenguliwa kwenye kinyang'anyiro cha ugombea wa urais kwa hila na INEC. Na tulianza kesi ya kwanza, tukaenda kesi, tukakata rufaa, kesi zikabadilika, na zote hizi zilikuwa zinakwenda simultaneously. Sasa unawezaje coexist katika maeneo yote mawili, kwamba niwepo kwenye kampeni za madiwani alafu niwepo mahakamani? Mimi karibia wakati wote niko na wanasheria, mawakili wangu, aidha tukijibu hoja za kutoka kwa wajibu rufaa au tukijibu hoja kutoka kwa wajibu madai ya kwetu, au tuko mahakamani kabisa tunaapia kwa jaji. Kwa hiyo tulikuwa very busy kwenye zoezi hilo ambalo halikuweza kutoa nafasi ya mimi kama mgombea wa nafasi ya urais kutokana na wingi wa hizo kesi. Kwanza kesi zilikuwa nyingi, lakini pia zilikuwa zinasikilizwa zote kwa hati ya dharura. Na hilo watu wote lazima walijue kwamba kesi hizo mbili ambazo zingine mara inaamuliwa, mara inatenguliwa, mara mnajibu mapingamizi, mara mnafanya nini, ungeupata wapi huo muda? Na tunapoenda mahakamani, manake kesi inapangwa siku 6 imeshaamuliwa. Ndani ya siku 6 pale uko mahakama, utajigawaje mara mbili? Na leo hii nazungumzia madokumenti haya. Wewe unadhani madokumenti kama haya mnaweza mkayazalisha tu kwa nani hivi? Kwa sababu ni lazima mimi na mawakili wangu muda wote, na mawakili wangu katika kipindi hicho cha miezi miwili, niwapongeze sana. Lakini pia ilisababisha hata kesi zingine walizokuwa nazo zikasimama kabisa kwa sababu ya requirement ya mahitaji ya majaji, kwa sababu mahakama kila siku mkienda kukutana mnapokea orders za majaji wameagiza upande wa wajibu rufaa mnatakiwa kwenda kueleza hivi na hivi, upande wa wajibu maombi mnatakiwa kwenda kueleza hivi na hivi, mnatakiwa kwenda kufanya hiki na hiki na hiki, upande wa waleta rufaa, upande wa waleta maombi mnatakiwa kufanya hivi na hivi, mnaenda kufanyia kazi hiyo na kusubmit mpaka tunatengeneza madokumenti makubwa haya. Halikuwa jambo la mchezo. Kwa hiyo ina maana kwamba kampeni za chama changu mimi nimezifanyia mahakamani, na ninajivunia kwamba hata nilipokuwa huko mahakamani hakuna mahala popote ambako kulionekana kuna mapungufu ya aina yoyote kutoka kwa mgombea, kutoka kwa chama chenyewe katika kuzisimamia kesi zetu, kuhakikisha kwamba kesi zetu kila agizo, kila amri ya mahakama tumeifanya kikamilifu. Na ndio maana mpaka sasa hivi kesi yetu iko mahakama ya rufaa ikiwa imeandaliwa kwa usahihi na kwa ukamilifu mkubwa.